katika kununua na kuuza mali za ndoa. Lakini 4, waliohusika na jaribio la kumuondoa Bi Alice Haule kinyume na utaratibu wachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria, Mheshimiwa Rais, na hilo lishalitolea maelekezo tangu siku ya kwanza. Mheshimiwa Rais, pia tumeona katika taarifa ya kamati, kutokana na hizo fact, wanapendekeza milki ya nyumba hiyo irejeshwe kwa Alice Pasco Haule kama msimamizi wa mirathi ya marehemu Justice Lugaibula, ikiwa ni utekelezaji wa tuzo decree iliyotolewa na Baraza la Ardhi na Nyumba wilaya ya Kinondoni mwezi Septemba 2021, lakini pia kutokana na mashtaka ya Gush Consent kwa maana ya idhini ya mwenza. Mheshimiwa Rais, baada ya kupokea taarifa hii na kuipitia kwa kina, Katibu Mkuu Wizara ya Ardhi Engineer Anthony Sanga alifanyia kazi swala hili na hatimaye kuirejesha milki hii kwa mlalamikaji. Na hapa Mheshimiwa Rais, kikupendeza, naomba nikukabidhi hati miliki husika ya Mama Alice ambayo ni hii hapa. Asante sana. Barikiwa sana. Asante sana. Mustafa Yusuf Ali amekuwa ni mtovu wa nidhamu wa kutumia majina hata ya familia Mheshimiwa Rais kinyume na utaratibu kwa kuichafua na kuchafua viongozi wengine. Bado mbele yenu waandishi wa habari, natoa tena siku 5 kwa Mohamed Yusuf Ali aje mwenyewe kama alivyoitwa kwa mkuu wa mkoa na kwa jeshi la polisi. Atakapofeli, tutatumia kila njia iliyo ya kihalali na ya kisheria kumleta hapa nchini kama yuko nje ya nchi. Tunafanya hivi ndugu zangu ili tusiwe viongozi wa kurupukaji tunapofanya maamuzi. Pande zote zisikilizwe, pande zote zionekane, ili mambo yote yaweze kuisha kwa mazungumzo na katika njia ambazo ni halali. Siku ile Babaunso amekwenda, alikuwepo nchini. The moment ameona mambo yanakuwa magumu, hayupo tena nchini. Kwa nitoe onyo kwa wale wote ambao wanahusika na masuala ya kujichukulia sheria mkononi, na hata hawa ambao walihusika. Nimepata taarifa kutoka jeshi la polisi kwamba taratibu za kisheria kali dhidi yao zinaendelea. Lakini namba 2, mmepitishwa hapa na kamishna msaidizi kwamba kumbe wakati wa ukopaji wa pesa hiyo ilikuwa unasaini fomu inayosema nakopa, na wakati huo huo unasaini fomu inayosema nauza nyumba. Lakini kisheria tunaangalia ilikuwa ni mkopo au ilikuwa ni uuzwaji wa nyumba. Kwa kuna mazingira ya pasi na shaka ya unyang'anyi yaliyotumika kunyang'anya nyumba ya Bi Alice. Lakini kama mnakumbuka, ndugu yetu Justus M. Lugaibula, Mungu amrehemu, alishafariki. Na kwa maandikio, msimamizi wa mirathi kwa sasa anaitwa Bi Alice Nyamwiza Pasco Haule, msimamizi wa mirathi. Kwa lugha nyepesi ni kwamba ingelikuwa katika sheria za kawaida, hati hii ingehama kutoka kwa ndugu Mohamed Mustafa Yusuf Ali kurudi tena kwa Justus M. Lugaibula. Umenielewa? Lakini kwa sababu Lugaibula amefariki, hati inarudi kwenye jina la msimamizi wa mirathi. Nieleweke hapa kwamba Bi Alice anaonekana kwenye hati hii sio kama mmiliki, bali kama msimamizi wa mirathi. Inaweza ikatokea mzee Justus Lugaibula marehemu, inaweza kutokea kuwa alikuwa na watoto kwa Mama Alice, alikuwa na watoto nje ya Mama Alice. Watoto wale wanaweza wakawa si wa Mama Alice, lakini wana wajibu wote wa kisheria wa kufaidika na mirathi ya mali ya Justice.
Kwa mantiki hiyo, Mama Alice anakuwa msimamizi wa mirathi, na inaweza kutokea Mama Alice akaenda kuuza yeye mwenyewe kwa sababu hati ipo kwa jina lake. Akifanya hivyo bila kushirikisha familia yote ama watoto wa ndugu Justus, Bi Alice atakuwa amecreate mgogoro mzito kuliko uliosolviwa muda huu. Nielewe vizuri kisheria hapa. Kwa hiyo Bi Alice anarudishiwa jina hili moja kama msimamizi wa mirathi mwenye hadhi ya mke wa marehemu, waliokuwa wanaishi pamoja kwenye kinachoitwa matrimonial home, nyumba ya familia. Lakini mali hii ikiwa ni mali ya ndoa, matrimonial asset. Kwa matrimonial asset inapata title hii kwa jina la msimamizi wa mirathi ambaye ni Bi Alice. Kwa mantiki hiyo, ndugu waandishi wa habari, kesho anaweza kutokea mtu akasema mimi ni mtoto wa Justus na ilalamikia serikali kwa kunipokonya haki ya mzazi wangu Justus na kumkabidhi mke wa Justus ambaye ni Bi Alice. Majibu ni kwamba Bi Alice anakuwa ni msimamizi. Taratibu zote za kimirathi zitakapokuwa zimekamilika, kama wakikubaliana kuiuza nyumba hii, mgawanyo utakuwa sawa sawa kwa wale wanaohusika kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo niwapongeze sana timu yote chini ya mkuu wa wilaya. Ninyi mngekuwa ni viongozi wala rushwa, mama huyu na familia hii isingepata haki hii. Haki hii ni matokeo ya uongozi bora, ni matokeo ya kuzingatia maslahi ya wanyonge, na hayo ndio yamekuwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninaambiwa wapo wengi pia walioumizwa kwa mfumo huu. Natoa rai kwamba wanasheria, wakuu wa wilaya, wakurugenzi, Wizara ya Ardhi iendelee kuwa makini kufuatilia na kusaidia Watanzania. Na katika hili nimshukuru sana kwa dhati ya moyo wangu Mheshimiwa Ndejembi, waziri wa ardhi, yeye na katibu wake Injinia Sanga, kwa namna walivyotoa sapoti kubwa ya kitaalamu kwa wasaidizi wao mpaka tunafikia hatua hii ya mali hii kurudi kwenye familia ya Bi Alice. Na wanasheria wote ambao tumekuwa pia tukisaidia kusaini mikataba au vinginevyo, ili hali tukijua kwamba mali hii inaibwa, naomba niwaeleze ndugu zangu wanasheria wa mkoa wa Dar es Salaam na maadvocate wote, vizazi vyenu vitakuja kupokea machozi ya unyang'anyi unaofanywa kwa maandishi. Unaweza kuwa ni advocate leo mzuri, umesaidia vizuri kwa kuangalia maslahi yako, lakini usipoangalia maslahi mapana ya mambo haya ya kifamilia ni mbaya sana. Na katika hili ni mshukuru sana kwa dhati ya moyo wangu mwanasheria ama advocate ambaye alishiriki katika kusaini mambo haya awali. Amekuwa ni muungwana aliyetupa ushirikiano kwamba mimi sikusaini jambo hilo mbele ya Bi Alice. Niliandaa consent nikampa mzee Justus, asubuhi akairudisha kwangu ikiwa imesainiwa, sio mbele yangu. Amekiri. Ni maadvocate wachache wanaoweza kukiri jambo hilo. Lakini hata huyu bwana Mohamed Mustafa kila anapoulizwa anakuwa na taarifa zenye contradiction. Anasema mimi nilimkopesha mara milioni 150, huku mara inaandikwa milioni 262, huku anasema nilipeleka mwenyewe nyumbani kumsainisha, huku mwanasheria anasema hatukupeleka wenyewe. Kwa hiyo kumekuwa kuna contradictory statements ambazo is a source of paradox. Na kunapokuwa kuna ambiguity za kisheria,
ndio linaanza kuwa na wasiwasi na mashaka kwamba jambo hili kumekuwa kuna unyang'anyi mkubwa kuliko ambavyo tunategemea ama kuliko ambavyo tulitarajia. Kwa hiyo nitoe onyo na jeshi la polisi kwa kuwa liko hapa, endeleeni kushughulika na wale wote ambao wamevunja sheria. Endeleeni kumpa notice Bwana Mohamed Mustafa Yusufali. Moja, aje aripoti, aje ajibu yale masuala yote yanayomhusu, lakini aje atoe ufafanuzi mahali ambapo anatumia hovyo majina ya viongozi kinyume kabisa na utaratibu. Mheshimiwa Rais anatuhimiza sisi kusimamia yale maslahi ya wanyonge katika taifa letu. Halafu mtu anasimama huku, mimi DC ni rafiki yangu, mimi mkuu wa mkoa ni rafiki yangu, mimi si nani ni rafiki yangu. So what? Hata kama ni rafiki yako ndo alikutuma ukaibe ardhi ya mtu. Kwa hilo nalionya kwa dhati ya moyo wangu, na nimekwisha andaa operation maalum dhidi ya wale wanaojiita mabouncer wanaokwenda kunyang'anya na kutoa watu nje bila vibali vya mahakama. Na aliyebobea kukamata watu kufanya hivi ni jeshi la polisi na chombo cha dola. Bouncer hujasomea hayo. Njoo muombe jeshi la polisi, atakusikiliza professionally, atakuongoza nini cha kufanya. Naomba tumkabidhi kwanza hati. Hati hii imeandikwa, this is to certify that Alice Pasco Haule is a legal personal representative of Justus A. Rugaibula, deceased, of P.O. Box, Dio, Dar es Salaam. This is entitled to the right of occupants in and over the land described here for a term of 99 years from the day of July 1997, according to the true intent and the meaning of the legal and subject to the provisions thereof, and to any regulations made thereunder, and to any enactment in substitution thereof, amendment thereof, and to special conditions. Kiwanja kipo Kinondoni, location Msasani Beach, plot number 819, area square meter ina ukubwa square meter 1300. Plan number imeelezwa, kila kitu kimeelezwa, na Bi Alice amesaini hapa kwenye hati hii na kabidhi mjadala. Hongera sana. Hongera sana. Asante sana. Hongera sana. Hongera sana. Hongera sana. Haya, karibu uweze kueleza. Kwa majina naitwa Bura, ambaye ameacha watoto 4, na kutokana na alivyoongea mkuu wa mkoa na viongozi wote wa serikali, ili jambo sihitaji kulieleza tena kwa sababu limezungumzwa. Nipende kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuitikia sisi wa Tanzania na kusikia vilio vyetu, lakini pia nipende kumshukuru mkuu wa mkoa kwa kuweza kufika mapema sana pale nyumbani na kutusikiliza. Namshukuru pia mkuu wa wilaya pamoja na vyombo vyote vya dola ambao walilisikia swala letu na wakatia nguvu kubwa sana kulifuatilia kwa kina. Na washukuru pia majirani, wananchi pamoja na vyombo vya habari kwa kile ambacho mlikifanya kwa siku ile ya tukio, kikasaidia zaidi viongozi wetu waweze kupata picha ya nini kinaendelea. Lakini pia nipende kusema kitu kimoja. Nimemsikia mkuu wa mkoa akiongelea kwamba mama yetu Mama Samia atakuwepo hapa Dar es Salaam. Nipende kuambia wamama wenzangu, wanawake wenzangu, na sio wanawake tu, hata wanaume ambao wanapitia migogoro mbalimbali ya kifamilia au jambo lolote ambalo linaleta utata,
anapokuwepo rais hakuna kinachoharibika. Wajitokeze kwa wingi ili kuweza kusikiliza sera za mama rais anachoenda kuongea, lakini pia kupeleka mahitaji yao mbalimbali, kwa sababu tusipoongea hatuwezi kusikika. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwapelekea viongozi wetu yale mambo yanayotusibu. Labda mimi nisingekuwa nimepaza sauti, wasingeweza kujua ni nini kinaendelea chini ya carpet. Kwa hiyo napenda kuishukuru sana serikali na vyombo vyote vya dola na kamati ambayo ilikaa usiku na mchana kuendelea kufanya uchunguzi kujua kipi ni kipi. Baada ya hayo nimeambatana na wanafamilia, watoto wengine wako shuleni, lakini niko na mtoto wetu mkubwa ambaye ndio nilikuwa naye siku ya tukio. Niko na shemeji yangu mdogo wa marehemu mume wangu pamoja na dada yake mkubwa. Asanteni sana. Na wewe una watoto wangapi na mzee Justus? Mimi nina watoto wawili, lakini wapo pia watoto wengine wawili. Na hao watoto wawili mmewaweka kwenye mirathi? Ndiyo. Kwa hiyo jumla watoto wanne. Wanne. Na wewe unakuwa ni msimamizi wa mirathi? Ndiyo. Sawa sawa. Kwa hiyo tusisitize kwamba kwa nyinyi mlioko, pendaneni. Pendaneni, mmeachwa na baba, pendaneni. Ni matokeo ya baba, na hizi ni mali zinapita. Mngeweza kuikosa, lakini leo mmeipata, muitunze, na nyinyi msiingie kwenye tamaa na kuanza kuona kwa sababu imerudi labda kwa jina la mama, sasa wengine hawastahili au kwa wengine hawastahili. Ndugu, msifanye hivyo. Aliyowarejesha hati hiyo ni Mungu wa mbinguni, ambaye ndiye mnapaswa kumshukuru nyakati zote. Lakini aliyojereshea pia hati hiyo ni Mheshimiwa Rais, ambaye sisi ni matokeo yake. Tunapaswa kumshukuru na kumwombea heri ili yale yote anayoyawaza katika moyo wake yaweze kufanikiwa na yaweze kufikika. Na mwisho kushukuru pia vyombo vya dola, kwa sababu wangekuwa wala rushwa wangeungana na hao, na mwisho wa siku kila kitu kingeshindikana. Na RPC huko hapa, nadhani RPC huko hapa. RPC huko hapa. Alikuwa ametoka basi, haina shida. RPC na sisi tunakuthibitishia. Mtu yoyote ukimwona anainua mdomo wake kukufanyia vitisho vya aina yoyote, tupigie simu hata kama ni saa 8 za usiku. Mtu huyo tutadili naye. Kwa hiyo RPC nilikuwa nakupa kazi hapa ya kuhakikisha kwamba mama huyu hapokei vitisho kutoka upande wowote, na anakuwa anatimiza wajibu wake katika taifa kwa uhuru na kwa haki, kwa uwazi, bila kutishwa na mtu wa aina yoyote. Nafahamu kundi jingine inawezekana likawa halijadilika na maamuzi haya, lakini kama likunajaza mkato, vyombo vya dola na serikali kwa ujumla huwa vinasimamia ili kuweza kunyosha. Labda kama na jambo lolote RPC